إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى نكمتكيا زيادة رحمة متموية محمد صلى الله عليه وسلم. Tunaendelea kukumbushana mambo mbalimbali yanayohusu ibada mbalimbali, lakini hasa kuhimizana kusisitizana juu ya fadhail na fawaida mbalimbali zinazopatikana katika masiku haya matukufu ya mwezi wenye baraka, mwezi wa Ramadhani, ili kuweza kuziimarisha na kuziboresha na kuzitia thamani saumu zetu. Jana tuliangalia mambo ambayo ni mustahabbat, yanapendeza kwa mtu aliyofunga. Leo taangalia yale ambayo si vyema mtu kuyafanya, maana yake ni vizuri mtu akaepuka ili kuistabre au kuitakasa na kutia thamani saumu yake. Moja katika hayo المبالغة في المضمضة والاستنشاق. Tunafahamu kuna utekelezaji wa ibada za swala, hasa swala za faradhi na pia swala za sunna, na kuna wakati mtu anapaswa kupiga mswaki ili kusafisha kinywa chake. Moja katika mambo yanachukiza kwa mfungaji ni mtu kumimina maji mengi katika kinywa chake na kuyazungusha katika koo lake, kwa maana kuyachukucha mdomoni kwa mpaka kuyatia mpaka kufika kwenye koo lake. Hii ni katika vitu ambavyo vinakarahisha kwa mfungaji, kwa sababu inamfanya mtu kuingia katika shubha ama utata wa kuweza kuingiza kitu katika tumbo lake, ambalo ni jambo ambalo haliruhusiwi kwa mfungaji. Kwa tafsiri nyingine, ikitokea mtu wakati anasukutua, ima anapiga mswaki au kutawadha, akatia maji mengi kisha akaweka mpaka kooni huko, akaanza kuyazungusha, isivyo bahati akatumbukia mpaka kwenye tumbo lake, maana yake inaweza kumpelekea kuharibu saumu yake. Kwa jambo hili pia linapunguza fadhila na utukufu wa ibada ya saumu. Lakini upande wa pili wa shilingi, jambo hili pia linaonesha kwamba si haram, si vibaya mtu kupiga mswaki. Na kuna hadithi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam inayozungumza kwamba harufu ya kinywa cha mfungaji inapendeza sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala min rihil miski, kuliko hata harufu ya mafuta uzuri ya miski ya mauturi. Hivyo basi mtu anaweza kuchukulia hadithi hii akawa anakaa tu na kinywa kichafu, yani kina harufu sio kwa nzuri, eti kwa kuhofia labda ataharibu saumu yake endapo atapiga mswaki au kusukutua. Hili jambo halipo, bali mtu atakiwa awe nadhifu na msafi muda wote. Ndio maana mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam akahimiza na kusisitiza matumizi ya kupiga mswaki kila swala ukiweza kufanya hivyo. Mpaka akasema, laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiyam bisiwak, laiti ningekuwa nisingehofia kuwatilia uzito umma wangu wa Uislamu, ningewaamrisha kwamba kila wakati wa swala lazima wapige mswaki, ndio mtu atawadhe na ndio aingie katika swala. Kwa hiyo swala kupiga mswaki, swala kusukutua ni katika mambo ambayo hayaharibu saumu, lakini mtu awe makini asije akaacha maji yakapitiliza mpaka katika jauf ama kinywa chake. Jambo lingine ni alqubla, ni mtu kufanya mambo ambayo yanampelekea katika matamanio. Kwa mfano, mtu ana mwenza wake, mkewe au mumewe, akawa anamkumbatia, labda si ni kumbusu au kufanya jambo lolote lile,
ambalo linapelekea katika kuamsha hisia za mwanamume au mwanamke. Hivi ni katika vitu ambavyo vinapunguza fadhila za saumu yako. Kwa iliyokuwa vizuri ni mtu ajiepushe na akae mbali na mambo kama hayo ili kuweza kuilinda na kuitunza saumu yake. Lakini pia Mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam alipata kuulizwa juu ya jambo hili. Je, yaruhusiwa mtu kumkumbatia mwenza wake hali ya kuwa amefunga? Mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam akasema hili jambo haliwezekani, hata kama lilikuwa linafanywa na Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, lakini yeye ni amlakukum liirbihi, yeye ana uwezo mkubwa wa kudhibiti matamanio yake. Kwa hiyo hapaswi kuigwa katika jambo kama hilo. Jambo lingine ambalo ni karaha kwa mfungaji na anapaswa aepukane nalo anapokuwa katika ibada ya saumu ili kuilinda na kuitunza saumu yake ni kulinda macho yake. Kujitahidi kuangalia vitu ambavyo ni vya halal, vitu ambavyo havimuingizi katika mashaka ya kuharibu saumu yake. Kwani kadri inavyoingia vitu vya mashaka mbalimbali katika saumu, ndivyo saumu inakuwa na mapungufu mengi na hatimaye kuwa na ujira wa chini zaidi. Na kadri mtu anavyojiepusha na vitu ambavyo vinampelekea katika maasi, katika kuharibu saumu yake, ndivyo ambavyo wanafanya saumu yake na katika hali nzuri zaidi. Ndio maana Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasema, man lam yada' qawla az-zul wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatan min an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Yeyote ambaye atakuwa amefunga na asiache maneno ya uzushi, maneno ya uongo na matendo ambayo ni mabaya, falaysa lillahi hajatan, basi Allah ana haja min an yada'a ta'amahu, ya mtu huyu kuacha chakula chake, wa sharabahu, na kinywaji chake. Maana yake ni kwamba saumu haishii kwenye kuacha kula na kunywa tu, bali pia saumu inabidi mtu alinde ulimi wake, asitamke mambo ambayo sio mazuri, alinde macho yake, asiangalie mambo yasiyokuwa mazuri, alinde mguu wake, usiende sehemu ambayo sio nzuri, alinde mkono wake, usiwe jambo ambalo sio zuri. Hapa atakuwa ameingia katika saumu ambayo itamsaidia na kuwa kumfikisha katika lengo ambalo ni kubwa, ambalo ni ucha Mungu, kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema, kutiba alaykumus siyam, Allah amefaradhisha saumu la'allakum tattaqun, mwisho kabisa, ili muweze kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo katika mambo ya haruhusiwi ni kuangalia, ni kutazama mambo ya kipuuzi, kuyazungumza na kuyafanyia kazi. Ukifanya hivyo hakuna haja wewe kuacha chakula chako na chako hali ya kuwa unafanya, unaendelea na kuyafanya mambo ya kipuuzi. Kwa hiyo ni vyema mtu akajiweka mbali na hayo ambayo kawaida yake mambo haya yanaweza yakapelekea kuharibu saumu yenyewe, kwa sababu yana shubha nyingi mno. Jambo lingine ambalo limezungumzwa na sheria, ikiwa ni sehemu ya kulinda saumu zetu, kuna dhauqu at-ta'am. Hii sasa ni kwa wapishi. Mara nyingi katika sheria saumu, mfungaji anaruhusiwa kuonja chakula, lakini sio kuonja akameza kile chakula chenyewe. Takiwa atie kwenye ulimi wake kisha ateme, kwa maana ya kuonja chumvi au sukari. Sasa kwa kuwa ruhusa hii ipo, basi sasa mtu haya kazi yake ni kuonja vyakula tu, yani bila, yani ghairi haja, anaamua tu bana, naonja hichi, anaonja hichi, kila basi ruhusa bana ipo bana, ruhusa ipo. Ili jambo katika sheria limekatazwa. Inaonja inda alhaja, kwa sababu maalumu, mtu hana budi, lazima afanye nini? Aonje, ili aweze kuhakikisha kile chakula kinakuwa kizuri, kwa maana sukari yake iko pahala pake, na pia kuhakikisha chumvi iko pahala pake. Kwa hiyo mtu kuonja tu aamue, mimi naonja napita kila sehemu naonja, vyakula zaidi ya 10 vimepikwa pale, nataka aonje. Haya ni mambo ambayo katika sheria yanakatazwa, kwa sababu inampelekea mtu kuharibu saumu yake. Kwa ni vyema ili kuhifadhi saumu zetu, kujikinga na mambo haya,
ili saumu ziwe katika ubora ambao unahitajika, ambao Allah subhanahu wa ta'ala utaka, na hatimaye tufikishe katika lengo kuu la saumu ambao ni lengo la uchamungu. Lingine ambalo limezungumzwa na wanazuoni, mtu anaweza kukusanya labda rundo la mate katika kinywa chake, akaamua yani akusanye tofu ayameze. Kwanza hata kistaarabu si jambo zuri, pia ni katika jambo ambalo Uislamu na sheria umelikataza kwa mtu mfungaji. Kwa hiyo mfungaji ajiepushe na shubha, atengeneze saumu yake iwe nzuri. Pia mambo kama hayo napaswa aachane nayo ili kuilinda saumu yake na hatimaye imfikishe katika lengo la saumu ambalo ni lengo la uchamungu. Ndugu zangu, hayo ni baadhi ya mambo ambayo ni karaha na hayapendezi kuyafanya mtu aliyofunga, ili kuilinda na kuitunza saumu yake ipate kubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikitokea mtu akafanya mara kwa mara haya, mara nyingine hupelekea hata saumu yenyewe kuharibika moja kwa moja na kukosa ujira wa saumu na kupata dhambi za kuharibu saumu yake katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wallahu a'lam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.